Ikikutangazia moja kwa moja kutoka majengo jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Kwanza tupate muhtasari wake. Utafiti kubaini mahitaji ya soko la ajira kuwawezesha wahitimu kutumia maarifa yao kutatua changamoto zilizopo. Na kimataifa, kiongozi wa upinzani nchini Venezuela ampongeza rais wa Marekani Donald Trump kwa kumkamata Nicolas Maduro. Na katika michezo, Singida Black Stars waunda bodi ya wadhamini. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV inayopatikana katika kiamzi cha Azam Media, Adha channel namba 22 pamoja na Zanzibar Cable TV channel namba 14. Mimi ni Mindi Joseph na kukaribisha katika saa moja ya habari. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahamudu Thabiti Kombo amekitaka kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim kufanya utafiti kubaini mahitaji ya soko la ajira ili kuwawezesha wahitimu kutumia maarifa yao kutatua changamoto zilizopo. Waziri Kombo ametoa kauli hiyo leo jijini Dar es Salaam wakati wa mahafali ya 28 ya kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, ambapo amesema kituo hicho kinapaswa kuendelea kusimamia majukumu ya msingi ya kuanzishwa kwake yanayojumuisha taaluma, utafiti na ushauri elekezi. Nchi yetu imepitia mtihani kwa mara ya kwanza 29 na 30 Oktoba. Haikupata kutokezea katika historia. Nyinyi mtakuwa sehemu ya historia ile kwa watoto wenu, kwa sababu imetokezea wakati nyinyi mpo pia. Mmeingia kwamba kwa social media, akili yako kwa social media inaweza ikatekwa ikaondoshwa kwenye brain yako, mtu akaiweka mkononi akaichezea anavyotaka. Kwa nini? Kwa social media. Someni soko la ajira linataka nini, sio nyinyi muunde alafu muaprovide. Someni wao demand inataka nini, global trend inataka nini, social media hii inataka nini, hii AI inataka nini, hawa wanaochoma nchi yao wenyewe wakaunguza wanataka nini. Ni muhimu sana. I've been always saying this, tuwasikilize. Pengine kuna kitu somewhere kimejificha, na ndio maana Mheshimiwa Rais wakati anazindua ile inquiry commission katika hotuba yake mkisikiliza, sasa kawasikilizeni nini hasa, kwa sababu hakuamini kile kilichotokezea. Sisi sote hatukuamini, na huko dunia nzima tulikozunguka hawaamini. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres amesema jambo moja muhimu sana: siamini masikio yangu wala macho yangu wala moyo wangu kwamba Tanzania imetokezea hili lilotokezea. Nikatoa ahadi kwamba Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, sisi kama wazalendo wa nchi ya Tanzania tunayopenda nchi yetu, tunakuahidi Tanzania itarejea pale pale. Ndio hivi leo tumerejea, mmependeza na rangi zenu mbalimbali. Hii ndio Tanzania tunayojua sisi na tunayotaka. Katika mahafali haya jumla ya wahitimu 900 wanatarajiwa kutunukiwa vyeti baada ya kupata mafunzo na kufuzu. Wahitimu hawa utawatunuku vyeti katika ngazi za stashahada ya awali ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, stashahada ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, stashahada ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, stashahada ya juu ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, shahada ya uhusiano wa kimataifa, stashahada ya uzamili ya management ya uhusiano wa kimataifa, stashahada ya uzamili ya diplomasia ya uchumi, stashahada ya uzamili katika amani na management ya migogoro, na shahada ya uzamili ya utawala wa kimkakati. Mtazamaji, tutupie jicho taarifa nyingine. Wakati muhula wa masomo kwa shule za awali, msingi na sekondari ukitarajiwa kuanza rasmi Januari 13 mwaka huu, mkoa wa Dar es Salaam umejipanga kuwapokea watoto waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza na wale wa darasa la kwanza. Naungana na Nora Damiani.
Muhula mpya wa masomo kwa elimu ya msingi na sekondari umewadia. Wazazi na walezi wako kwenye maandalizi ya kuhakikisha shule zinapofunguliwa wiki ijayo, watoto wanaripoti kama ilivyotarajiwa. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, wanafunzi 95,323 wanatarajia kuanza kidato cha kwanza, ambapo mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila amesema kuna madarasa ya kutosha na wanafunzi wote wataingia darasani. Mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri ili kuhakikisha tunawapokea wanafunzi wote waliofaulu kuingia kidato cha kwanza. Tunawapokea wanafunzi wote waliofaulu kuingia kidato cha kwanza. Na mkoa wa Dar es Salaam kwa mwaka 2026 vijana 95,323 ndio wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza. Tumejiandaa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaingia madarasani kwa kuwa na madarasa yanayotosha, na kama mmeona baadhi ya shule tumekushaanza kujenga shule za mfumo magorofa, na Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Shemdoe ameelekeza kwa dhati kwamba kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa kwanza tuhakikishe miundombinu yote ya kuwapokea wanafunzi ipo tayari kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wote waliofaulu, na kwamba wazazi jukumu lao linalotakiwa ni kuhakikisha kwamba wana provide mahitaji ya muhimu kwa watoto wao ili watoto waweze kuingia mashuleni. Ni kweli kwa dhati kwamba yapo baadhi ya maeneo tumeendelea kuwekeza nguvu kubwa ili kuhakikisha madawati yanayopatikana yanalingana na wanafunzi. Yapo baadhi ya maeneo ambayo wanafunzi walikuwa wanalalamikiwa au serikali inalalamikiwa kwamba kwa nini wanafunzi wanakaa chini. Ilikuwa hivi, madarasa yalikuwa ni machache, wanafunzi ni wengi, na kwa mantikio ndani ya madarasa ilikuwa huwezi kuwa na madawati mengi nje na idadi ya wanafunzi ambao unao. Kilichofanyika ni kwamba kwa mkoa wetu, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kwanza tulipata madarasa mengi sana katika mkoa wetu, na ambayo pia imepunguza kwa sehemu kubwa sana uhaba wa madarasa katika mkoa. Mkuu huyo wa mkoa akagusia kero ya michango shuleni. Vimichango vidogo vidogo na vimichango holela ambavyo wazazi wamekuwa kitozwa kupeleka dawati au na vitu vinginevyo. Kwa hiyo tumeeleza pia kwa dhati kwamba michango ya namna hiyo ni vizuri ikapigwa marufuku katika mkoa wetu, na kwamba serikali inafanya kazi kubwa kuhakikisha inatoa elimu bora. Michango ambayo wazazi watatakiwa, ipo michango ya lazima, kwa mfano ambayo sio michango, ni basic needs. Kwa mfano chakula cha mtoto shuleni, mavazi ya mtoto shuleni, masuala mengine yote, hayo ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba anafanya kazi hizo za msingi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa undani wa taarifa hiyo. Tukiendelea kusalia jijini Dar es Salaam, ndugu wa aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye nchi za Malawi na Cuba aliyetekwa takriban miezi mitatu iliyopita, leo Jumanne Januari 6, 2026 wamefanya maombi kwenye nyumba aliyokuwa akiishi mpendwa wao, wakimwomba Mwenyezi Mungu amlinde mpendwa wao huko aliko na arejeshwe akiwa salama salimini. Lai Saidi na maelezo zaidi. Mama Ana Mary Polepole akiwa ameongozana na wanafamilia leo Jumanne Januari 6 mwaka huu amefika kwenye nyumba aliyokuwa akiishi mtoto wake, na ameendelea kusisitiza na kutoa rai kwa wale waliomchukua mtoto wake wamrudishe, kwani tangu atekwe maisha yake binafsi na familia yamekuwa magumu sana. Kwa jina mimi naitwa Mama Polepole, mamake na Humphrey Polepole. Mimi naomba mwanangu huko aliko wanirudishie mwanangu, kama na makosa kama alivyosema wakili, basi wamwachie ashitakiwe. Kwani wangapi wanahukumiwa? Wamwachie mwanangu, nateseka mimi. Yule ndiye ilikuwa chakula changu. Sina mtu wa kunihemelea. Wanatuambia tusomeshe watoto ili watoto waje kutusaidia wazazi. Nimetokana na Ana atalipa kodi. Ni nyumba ambayo alikuwa amepanga. Ni nyumba aliyokuwa amepanga. Sina mtu wa kulipa kodi. Mimi mama yake ni maskini wa kutupa. Mimi ni mkulima tu. Nilipoona Humphrey amefikia hatua, nilimshukuru Mungu kuweka tena kumkamatia ndani ya nyumba na kumpiga. Hivi najua ya kwamba huko aliko si mzima hata kidogo. Maana nimekuta damu sio za kawaida. Ni hilo tu watu wa Mungu. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea, na mimi nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni, nitajua la kufanya. Yule aliyegusa ule mwili, hakika kwa jina la Yesu na yeye atakufa.
Nimemaliza. Asanteni wanangu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Awafunike na kuwatetea. Sina la zaidi. Licha ya mahakama kutoa uamuzi wa kwamba hakuna viashiria vyovyote vinavyothibitisha kuwa aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye nchi za Malawi na Cuba, Humphrey Polepole, amekamatwa na kushikiliwa na vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania. Wakili William Maduhu kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC amesema bado vyombo hivyo na serikali kwa ujumla wake inayo wajibu wa msingi na wa kisheria wa kuhakikisha inamtafuta na kuelekeza umma mahali alipo. Na sasa ni miezi mitatu hajulikani alipo. Na napojua kwamba Polepole alikuwa anaishi eneo la Mumio, Dar es Salaam. Mkataba wake wa nyumba alikuwa amepanga na kuisha tarehe 11 ya mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo familia ilitafuta sisi kama taasisi, lakini pia na mwenye nyumba kwa ajili ya kutaka utaratibu namna gani wanaondoa vifaa vyao katika jengo hili. Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kwamba ukiwa mkosaji kwa tuhuma unapaswa ukamatwe, upelekwe polisi, uhojiwe, upelekwe mahakamani, usikilizwe, mahakama itoe hukumu. Hasa haya yakufanyika. Kwa hiyo mimi naendelea kuomba tena Tanzania na mamlaka zote nchini zinazohusika zimekishoka kama kiwambo Polepole anapatikana, tuambie yuko wapi, ana hali gani, kama na makosa aliyafanya apelekwe mahakamani. Laisaidi, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Mkoa wa Arusha umejipanga kuwasaidia wananchi wasio na uwezo wenye rufaa. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kupitia Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla ameiomba taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kuhakikisha inatoa taarifa katika ofisi yake kuhusu wananchi wanaokuwa wamepewa rufaa kwa ajili ya kwenda kutibiwa jijini Dar es Salaam, ili ofisi hiyo kuona namna ya kuwasaidia wananchi hao. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. CPA Makalla ametoa ombi hilo jijini Arusha wakati alipotembelea kambi ya matibabu bure inayoendelea jijini humo, ambayo inatolewa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center, iliyoanza Disemba 29 na inatarajiwa kuhitimisha Januari 10 mwaka huu. Kuna wengine nimeambiwa karibia 66 mmewarifaa kwenda Dar es Salaam. Mnaweza mkamrifaa mtu mwenye uwezo, lakini mwingine hana uwezo. Kwa hiyo tuendelee na zoezi la kuhakiki, kuangalia, ili wale ambao kwa kweli hawana uwezo na mtu amekuja kugundua tatizo, halafu mwisho yote anakata tamaa kwamba mimi nimejulikana na tatizo lakini sina uwezo, kwa hiyo mimi nabaki ni mtu wa kusubiri kufa. Hapana. Hapana. Wale kabisa ambao tutagundua hana uwezo na mmewapa kwamba referral kwenda kule, ni tuwasiliane na ofisi yangu ili na mimi nione namna ambapo serikali tuweze kuomba wale wasio na uwezo tuweze kuwasaidia wakapate matibabu haya. Kujua tatizo ni hatua muhimu, lakini kukaa na tatizo bila tiba nao ni tatizo. Kwa hiyo wale ambao tutagundua kwamba hawa kwa kweli hawezi kwenda hata Dar es Salaam, mtu mnaweza kumwambia nenda, hata hiyo nauli hana. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Dr. Peter Kisenge anabainisha namna mtindo wa maisha unavyosababisha matatizo ya moyo. Mtindo wa maisha, siku hizi watu hatufanyi mazoezi, watu wamekuwa na unene uliokithiri, lakini unywaji wa pombe uliokithiri, uvuzaji wa sigara na kutozingatia lishe bora. Mfano, mtu unakula wanga mwingi alafu ufanyi mazoezi, unakula wakati wa jioni sana, uendi kufanya mazoezi yoyote, na
ule wanga unakuwa hautumiki, ndio unaweza kujaza mafuta kwenye mwili wako na unaongezeka na unakuwa tayari kuwa na magonjwa haya yasiyoambukiza na magonjwa ya shinikizo la damu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaambia wananchi wawe na mtindo wa kupima afya ya moyo, na taasisi ya moyo imejiwekea mpango mkakati wa kuzunguka mikoa yote kupima afya za moyo. Kwa kweli tumepata huduma na madaktari wetu wametuvumilia sana. Wagonjwa tulikuwa wengi, tumekaa hapa mpaka saa 2, saa 3. Wametuvumilia na wana upendo, wametusaidia sana. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Asante Amina Ngahewa kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makama ametoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha watoto waliotimiza umri wa kuanza shule wanaandikishwa shuleni ifikapo Januari 13, 2026, akisisitiza kuwa serikali itasimamia kikamilifu zoezi hilo kitaifa. Taarifa ya John Kiango kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi. Akizungumza na wananchi na viongozi wa eneo hilo, mkuu huyo wa mkoa alisema kuwa serikali imejipanga kuhakikisha hakuna mtoto anayekosa haki ya elimu. Elimu bado inaendelea kutolewa bila malipo. Sio kwamba inatolewa bila malipo, kinachofanyika ni kwamba serikali ndio inagharamia zile gharama ambazo mzazi alitakiwa kuchangia. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inagharamia ili kumuondolea mzigo mzazi. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kitanzania, kila mtoto wa Tunduma, kila mtoto wa Songwe, haijalishi ni mtoto wa maskini au mtoto wa tajiri, haijalishi anaishi mjini au anaishi kijijini, haijalishi amezaliwa katika familia au amezaliwa na ulemavu au hajazaliwa na ulemavu, watoto wote waweze kupata elimu kuanzia darasa la awali mpaka chuo kikuu. Sasa tunapoanza muhula wa masomo, matarajio yangu ni kwamba wale watoto waliofikisha umri wa kuanza darasa la awali, wazazi watawapeleka shule kwa ajili ya kuandikisha, lakini sisi viongozi tutasimamia kuhakikisha kwamba watoto hao wanapelekwa shule. Wale watoto waliofikisha umri wa kuanza darasa la kwanza, wazazi watawapeleka shule kwenda kuanza darasa la kwanza, lakini sisi viongozi kwa upande wetu, kuanzia ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi, mpaka kwa wenye viti kule wa vijiji na mitaa, sote tutashirikiana kusimamia kuhakikisha kwamba watoto hao waliomaliza darasa la waliofikia umri wa kwenda darasa la kwanza wanapelekwa shule. Aidha, Makame amewataka wazazi wenye watoto ambao hawakufaulu masomo yao kutowakatisha tamaa wala kuwaacha nyumbani, akibainisha kuwa serikali imeweka mifumo maalum ya kuwahudumia na kuwapokea wanafunzi hao ili kuendelea na masomo yao. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inatoa fursa kwa watoto kuweza kurudia mitihani. Haina maana kwamba mtoto kama hajafaulu vizuri kujiunga na kidato cha kwanza umwache akae nyumbani. Hapana. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeona umuhimu kwamba hawa watoto wetu wanamaliza wakiwa wadogo sana. Wakikaa nyumbani, mwisho wa siku wanabadilika, wanakuwa matapeli, wanakuwa wezi. Waende shule kuendelea na masomo. Kwa hiyo nalo pia tuwajulishe wazazi, tuwaelimishe na tuwahamasishe. Lakini huko mfumo wa elimu ya watu wazima unaitwa mfumo wa elimu nje ya mfumo rasmi, na wanasomeshwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, wanasoma bure. Kwenye halmashauri ya Tunduma vipo vituo, kwa nayo pia tujitahidi sana kuwapatia taarifa wazazi waweze kujua hizo fursa zinazotolewa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili waweze kuchangamkia. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa ndani wa taarifa hiyo. Wananchi wanaoishi katika kata ya Michese jijini Dodoma wameelezea malalamiko yao kufuatia hali mbaya ya barabara katika kipindi hiki cha mvua, hali inayodaiwa kuathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kila siku za kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa wananchi hao, barabara hiyo imekuwa korofi yenye mashimo na tope nyingi, jambo linaloifanya kuwa gumu kupitika hasa wakati wa mvua kubwa. Godines Gaspar ana taarifa zaidi. Moja kati ya barabara korofi ambazo zimekuwa zikisemekana zinaleta taharuki hasa
kwa wafanyabiashara wa bajaji ambao wanatumika katika kusafirishia abiria. Ni moja kati ya barabara ambazo tunakwenda kuziona hivi sasa, nayo si barabara nyingine bali ni barabara ya Michese mwisho. Inasemekana kwamba yapo mashimo, lakini pia yanawakwamisha wao kuweza kupita. Lakini pia tutakuwa na abiria ambao watazungumzia changamoto hii hasa katika kipindi hiki cha mvua. Barabara za Michese mbaya, halafu bado Kolongoni kule watoto wanashindwa kuvuka kuja shuleni na wazee tunashindwa kuvuka kuja shuleni. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie ili tupate na sisi usafiri. Halafu bado kuna umeme haujavuka. Tunataka umeme, maji, ndio kero yetu hiyo. Mimi ni mkazi wa Michese. Tunazungumzia swala la kuhusu barabara, kipande cha kutoka pale njia panda ya wapi pale mbele, kutoka tu kile kipande kuja hapa mbele. Hichi kipande kimekuwa ni tatizo sugu cha muda mrefu. Alafu kingine viongozi wapo wanaona, wenyewe nao sio na magari wanapita. Kutoka kipande kile kuja hapa, hata kama una mgonjwa mtu anaenda hospitali kwenda kujifungua ni tatizo, atajifungulia nje. Sasa hii imekuwa ni muda mrefu. Viongozi wapo na hili swala wanalifahamu. Sasa kwa nini halitekelezwi? Shida iko wapi? Kuna madiwani, kuna wenyekiti wamechaguliwa, wanahitaji wafanye mabadiliko ya hicho kipande cha. Imekuwa tatizo la muda mrefu, sio kwamba watu wanapita, ukipita na gari kero, ukipita na bajaji kero. Sky TV tulipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa mtaa huu, ambapo atatuelezea ni namna gani wao wamejipanga ili kudhibiti njia hii ya kutoka mjini mpaka kufika hapa. Mwenyekiti, tumefika, tumeona barabara kidogo imekuwa ni korofi. Mna mikakati gani kuhakikisha kwamba barabara hii inakuwa salama kwa wananchi na kwa jamii kwa ujumla? Ni kweli barabara imekuwa ni korofi, na tarehe 3 mwezi huu wa kwanza tumefanya kikao. Nilimuita mbunge, nikamuita mheshimiwa diwani, nikawaita mabalozi, tukazungumza na mbunge kuhusu barabara hii ya Michese ambayo sasa ni korofi, lakini pia diwani alikuwepo. Upande wa usimamizi wa chama kata walikuwepo. Tukazungumzia hili swala la barabara, ni kwamba sasa barabara wakapiga simu TARURA wenzangu, viongozi wa ngazi ya juu, mbunge na diwani. Majibu tuliyoyapata ni kwamba wataanza kuweka kifusi muda si mrefu kwa ajili ya kuziba hayo mashimo, kwa ajili ya kuirekebisha hiyo barabara. Utekelezaji unategemea kuanza lini rasmi? Utekelezaji tunaamini unaweza kuchukua wiki 2 sasa, kwa sababu tayari wameshapata taarifa wenzetu wahusika TARURA na wamekiri wataanza kuifanyia kazi. Na tulishakubaliana hiyo barabara wataanza na vifusi, sio kwa njia ya lami kama wananchi wanavyojua. Tutaanza na vifusi baada ya kuirekebisha kwenye msimu huu wa mvua, ili watu waweze kupita wakiwa salama. Wananchi naomba wawe na imani na viongozi wao. Hata juzi wakati imetokea itilafu ya njia pale kivuko cha mwendokasi, walituona viongozi namna tulivyosimama, tukawaita TRC, wakaja wakafungua baadhi ya njia ambazo ziko salama sasa, ambazo wananchi wanazipita kwa sasa. Na hata hili la barabara ni wape tu moyo kwamba sasa tunaanza kulifanyia kazi, na muda si muda vifusi vitaanza kuwekwa ili kwa ajili ya usalama wa wananchi wetu. Sisi Michese bado tuna changamoto moja, changamoto barabara. Barabara yenyewe mnaiona, tuna shida na barabara itengenezwe. Viongozi wetu hapo na wanakaa humu wanaiona, ila wanaangalia wanaichukulia hatua gani. Sisi hapa tunasafirisha watu, nabeba mama huko wanaenda kujifungua, mwisho wa siku hospitali hawafiki, wajifungulia njiani. Kwa sasa hapo cha kutusaidia tutengenezee barabara, si ndio kero kubwa tu. Moja kati ya zile barabara korofi ambazo tumekuwa tukikujuza toka tunatoka mjini mpaka kufika eneo hili ni hapa, ambapo ni karibu na reli ya kisasa kabisa ambayo reli inapita. Lakini kama ambavyo unaweza kushuhudia magari pamoja na usafiri unavyoweza kupita, ni kwa tabu sana kutokana na barabara hii kuwa korofi kulingana na hali ya sasa ambavyo mvua zinanyesha. Kutoka hapa Dodoma, Michese, Godiness Gaspar, Sky TV. Asante Godiness Gaspar kwa undani wa taarifa hiyo kutokea Michese jijini Dodoma. Mtazamaji, tunahitimisha habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi tutakuletea habari za biashara na uchumi.
Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyemule amepokea wawekezaji waliowasili rasmi kwa ajili ya kutangaza uwekezaji mkubwa wa ujenzi wa kiwanda kipya cha kisasa jijini. Uwekezaji unalenga kuchochea ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Dodoma. Wawekezaji hao wameeleza kuwa ujenzi wa kiwanda hicho unatarajiwa kuanza rasmi mwezi Machi mwaka huu, na kiwanda hicho kinatarajiwa kutoa ajira kwa wakazi wengi wa Dodoma, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto ya ajira na kuongeza kipato cha wananchi. Akizungumza wakati wa mapokezi hayo, Mheshimiwa Senyemule amewapongeza wawekezaji kwa kuchagua Dodoma kuwa kituo cha uwekezaji wao, akisisitiza kuwa mkoa wa Dodoma una mazingira rafiki kwa uwekezaji kutokana na miundombinu imara, upatikanaji wa ardhi na ushirikiano mzuri kati ya serikali na sekta binafsi. Aidha, mkuu wa mkoa amebainisha kuwa serikali ya mkoa itaendelea kuwakaribisha wawekezaji zaidi kuja kuwekeza katika mji unaokua kwa kasi na kwenye fursa nyingi za maendeleo ili kuendelea kuinua uchumi na ustawi wa wananchi wa Dodoma na taifa kwa ujumla. Mkoa wa Dodoma kama ambavyo tumekuwa tukisema wakati wote, kweli ni mkoa wa makao makuu, mkoa wa kiserikali, lakini serikali haiwezi kuishi bila uchumi na wananchi pia hawezi kuishi makao makuu bila uchumi. Kwa hiyo mkoa pia umekuwa na juhudi mbalimbali kama ambavyo Mheshimiwa Rais akiwa anaelekeza wa kuvutia uwekezaji katika mkoa wa Dodoma. Tunafurahi kuwa katika watu ambao wamevutiwa kuja kuwekeza Dodoma, ambayo leo tumewapokea asubuhi hii wakiwa wana dhamira ya kutaka kupata eneo ili waweze kufanya uwekezaji katika mkoa wetu wa Dodoma. Na tunafurahi kuwa mkoa wa Dodoma bado unayo maeneo mengi ya uwekezaji, na wao tumewaambia maeneo tulionayo na wamefurahi sana, na naamini tutafikishana mahali pazuri ili waweze kufikia hatua sasa ya kuweka kiwanda katika mkoa wetu wa Dodoma.
Wakati huo huo, mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imekabidhi rasmi jumla ya tani 2 za mbegu bora za mbaazi kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyemule kwa ajili ya wilaya za Chemba, Kondoa na Kongwa. Hatua hiyo inalenga kuimarisha uzalishaji wa zao la mbaazi katika mkoa wa Dodoma pamoja na kuchochea maendeleo ya kilimo mseto miongoni mwa wakulima wa maeneo husika. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na taasisi za kilimo katika kuinua uchumi wa wananchi. Vilevile amehimiza uuzaji wa mazao kwa gharama nafuu ili kuwezesha upatikanaji na mgao wa mbegu kwa wakulima wengi zaidi. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha ya kigeni kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Januari 6, 2026 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2442 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 2466 na senti 7. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3281 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 3313 na senti 8. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2848 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 2877 na senti 0. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 147 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 149 na senti 4. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 1. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 6. Na huo ni mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi. Asante Sofia Daudi kwa mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, moja kwa moja kwa sasa tuangazie kwa upande wa habari za kimataifa. Tunaungana na Zinazire Mswima. za kimataifa. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameendelea kulaani hatua ya Marekani ya kumteka, kumpeleka na kumfungulia mashtaka nchini Marekani kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kimesisitiza juu ya kuheshimiwa sheria za kimataifa, huko kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado akimsifia Rais Donald Trump kwa kumkamata Maduro. Maria Corina Machado amezungumza na kituo cha habari cha Fox ambapo alitaja tarehe 3 Januari kama siku inayoingia kwenye vitabu vya historia, haki iliyopondeka na udhalimu kushindwa. Machado ameita hatua hiyo ya Marekani kuwa muhimu sio tu kwa Venezuela bali hata kwa ubinadamu, uhuru na heshima ya utu. Viongozi mbalimbali wa ulimwengu lakini wameendelea kutilia mashaka hatua Marekani. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akizungumza wasiwasi wake kuhusu ukosefu wa udhabiti ndani ya Venezuela, wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likisisitiza juu ya kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa, huku pia likiwa na wasiwasi wa kitakachoendelea Venezuela.
Washirika na wasio washirika wa Marekani wametumia mkutano huo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuikosoa Marekani. Rais Donald Trump anashikilia kwamba hatua yake anayoita kumkamata Maduro haijavunja sheria. Wachambuzi wa siasa na viongozi mbalimbali wa ulimwengu kuanzia China, Colombia hadi Mexico wamelaani operesheni hiyo dhidi ya Venezuela, huku ukiweko wasiwasi wa kitakachofuatia. Washirika wakuu wa Ukraine wanaokutana leo Jumanne na wajumbe wakuu wa Marekani mjini Paris, Ufaransa, kujadili uhakikisho usalama kwa Ukraine. Wajumbe hao wanaendeleza juhudi za kukamilisha mipango inayosimamiwa na Marekani ya kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Mkutano wa kilele wa kundi la washirika wa Ukraine lililopewa jina la Muungano wa wenye nia ya kumsaidia Ukraine ni wa hivi karibuni kati ya mikutano kadhaa iliyopangwa kwa mwaka mpya, huku juhudi za kidiplomasia za kukomesha mzozo huo ambao ndio mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia zikishika kasi katika wiki za hivi karibuni. Wawakilishi wa nchi 35 wakiwemo wakuu wa nchi 27 watakusanyika mjini Paris, huku Ufaransa ikisema mkutano huo unalenga kuonesha mwelekeo kati ya Washington, Kiev na washirika wa Ulaya kuhusu dhamana za usalama wa Ukraine. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump wa Marekani, Stephen Witkoff, na mkewe watahudhuria mkutano wa muungano huo. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera ameshinda muhula wa 3 katika uchaguzi uliofanywa mwezi uliopita. Muungano mkuu wa upinzani uliosusia uchaguzi huo wa Disemba 28. Muungano mkuu wa upinzani uliosusia uchaguzi huo wa Disemba baada ya kura ya maoni kuhusu kuondolewa kwa ukomo wa mihula ya rais. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imesema Touadera alipata kura zaidi ya 76% na hivyo kuwashinda wapinzani wake wakuu 6 kwa tofauti kubwa. Mpinzani wake wa karibu Anicet Georges alipata takriban 15% ya kura, huku Henri Marie Dondra akishika nafasi ya 3 kwa 3%. Kura hii ilishuhudiwa kushiriki wapiga kura wapatao 52%, huku wananchi pia wakichagua bunge wa kitaifa, manispaa na mitaa. Wagombea wawili wakuu wa upinzani tayari wamepinga matokeo hayo. Nchi hiyo imekuwa ikikumbwa na migogoro tangu mwaka 2013 baada ya waasi kunyakua madaraka na kumlazimisha rais wa wakati huo Francois Bozize kuondoka madarakani. Mzozo huo ulitatuliwa kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2019 kati ya serikali na makundi 14 yenye silaha. 6 kati ya makundi hayo baadaye yakajiondoa kwenye mkataba huo. Mwisho wa habari za kimataifa, langu jina ni Zinazile Mswima. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo, na mwanamichezo Johannes Michael yuko hapa ndani atujuze kwa upande wa michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC.
Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Makubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673336199 au 0794963336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo klabu ya Singida Black Stars Sport Club imeutangazia umma, mashabiki pamoja na wadau wa soka kuundwa rasmi kwa bodi ya wadhamini wa klabu hiyo itakayokuwa na jukumu la kusimamia mali pamoja na rasilimali za klabu, kusaidia kutatua migogoro pamoja na kutoa mwelekeo wa kimkakati na kusimamia utekelezaji wa uongozi bora. Kwa mujibu wa taarifa ya klabu, bodi ya wadhamini kwa sasa inaundwa na viongozi wafuatao: mwenyekiti John Peter Kadutu, katibu Jessica Yuda Mbogo pamoja na mjumbe Sam Mkumbo. Uongozi wa Singida Black Stars umeeleza kuwa una imani kubwa zaidi na bodi hiyo, kwani wanahakikisha kwamba wanafanya vizuri na klabu hiyo kuhakikisha inaendelea kuwa na mwelekeo mzuri na kutokuwa na migogoro.
Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya Dodoma Jiji Amani Josia ameipongeza timu ya Tanzania ya Taifa Stars kwa kufikia hatua ya 16 bora ambayo imeweka rekodi bora kwa taifa. Aidha amempongeza kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Angel Gamondi akiomba shirikisho la mpira Tanzania TFF kuweza kumwamini pamoja na benchi lake la ufundi. Aidha Amani Josia ameweza kugusia kama walimu wazawa kuna kitu ambacho wamejifunza kunako michuano ya AFCON mwaka 2025 kutoka kwa mwalimu wa Argentina Miguel Angel Gamondi. Kuna vitu vingi sana ambavyo nafikiri kwa muendelezo wa mpira wetu na sisi walimu pia tumeangalia, tumejifunza na vingine tumevifurahia, lakini kwa kiasi kikubwa tumejifunza vitu vingi sana kwa maana ya maandalizi pia ya level ya mashindano. Unaona level ya utimamu wa mwili wa wachezaji wetu ilikuwa iko vizuri, lakini kitu kingine pia organize kimbinu timu ambavyo Taifa Stars ilikuwa iko vizuri, plan A na plan B uko unaona wanaweza kuanza na mpango huu, wanamaliza na mpango huu wakiwa wameshinda ama wakiwa wanatafuta kushinda. Hiyo ni jambo ambalo nafikiri linavutia, lakini kitu kingine pia ni commitment pia ya wachezaji, si ndio? Lakini timu ambavyo ilivyokuwa ikipangwa, timu ilikuwa ikipangwa kulingana na opponent ambao wanakuja, then hata sisi tunazungumza na wachezaji wetu kipi ambacho unachohitajika kuwa kwenye kikosi cha timu. Si swala la experience peke yake, si swala la quality peke yake, lakini unaweza kuangalia kama ni experience. Kuna wachezaji wazuri ambao wana experience kubwa walikuwa wanaanzia nje, si ndio? Kama unaweza kuona swala la skills, ina maana technical ability, kuna wachezaji ambao kiufundi binafsi walikuwa wako vizuri lakini wanaanzia nje, si ndio? Ya kuwa na effort pia wachezaji kwenda nje ili kusudi waje atuletee thamani fulani. Lakini hiyo haimaanishi kwamba yani ukicount contribution ya wachezaji wa nje na level ya performance iliyokuwa nao, mathalan Novatus Dismas, si ndio? Alphonse Mabula, Haji Mnoga, akina Simon Msuva, akina Samata, unaona kuna impact fulani wanakuja kuileta kwenye timu ambao ni nzuri. Lakini pia mchango wa ligi yetu ya Tanzania kwa namna ambavyo baadhi ya wachezaji ambao wameimarika, unaona kina Mwamnyeto, namna ambacho wamekifanya kina Zuberi Foba, mchango wenyewe wa level ya Premier League umeweza kuleta impact kubwa. So tunaona kama kuna future nzuri kwenye national team, na tunaona kuna future nzuri katika mpira wa Tanzania, na tunaona pia kuna mabadiliko ambayo sisi nafikiri sisi walimu ambao tunaandaa wachezaji tunaweza kuandaa katika mpango ule ambao tunaofikiri kwamba sisi ni mzuri zaidi. Ukimweka Uganda tayari yuko juu yetu sisi. Sasa kitendo cha kumweka tu Uganda chini yetu ni mafanikio makubwa, lakini pia kuipata hiyo nafasi ya kuishia kwenye 16 bora ilikuwa ni nafasi ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo ule mkusanyiko ule wa watu wote walioifanya hiyo kazi wanastahili hongera. So ukishasema watu wote walioifanya ile kazi wanastahili hongera, automatically ni kwamba wanahitaji kuendelea kufanya kazi yao. Kwa hiyo mimi ni mmoja watu ambao tunafikiri kwamba tunaunga mkono, kwa sababu Gamondi ni mwalimu wa nje ambaye ana experience kubwa. Anaposhirikiana na walimu wa ndani hawa tulionao kwenye benchi la ufundi kwa ajili ya kumuonyesha mazingira ya mpira wetu na wachezaji wetu, ni watu ambao wanahitaji waendelee. Yule analeta idea yake na kuna wengine wanaleta idea zao kwenye ile bench, basi wale waaminiwe waendelee. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na kampuni ya ukuzaji wa ndondi ya Blossom Boxing Promotion ya Kigamboni imeandaa mapambano ya ndondi za kulipwa atakayohusisha mabondia kutoka Mtoni kwa Azizi Ali, Tongani, Mbagala na Gongo la Mboto yenye nia ya kusisitiza na kuweza kukuza vipaji zaidi hapa nchini. Mapambano haya yanatarajiwa kufanyika Januari 9 mwaka 2026 kuanzia majira saa 12 jioni katika ukumbi wa M Garden uliopo Gindoni Mbuyuni kwa Mchina, kata ya Mji Mwema, Kigamboni. Mratibu wa mapambano hayo Omari Yazidu ameweza kuhakikisha kwamba watazamaji wote ambao watafika katika pambano hilo kuna mambo mengi ambayo watakwenda kujionea, kwani Tanzania ina vipaji ambavyo ni vya ndondi na watu wanafanya vizuri zaidi. Okay, pambano lipo. Bondia piga story kwanza. Bana, pambano lipo, promoter tuambie. Pambano lipo. Awalisha kutoka juu. Face off watazamane. Waangaliane sasa hivi ni muda face off wapenzi wa ngumi. Wanasubiri kuona namna ambavyo itakuwa.
tuangusha. Pambano lipo. Kufa mtu. Bwana pambano lipo. Pambano lipo. Nakufa mtu. Utaka raundi ya pili. Raundi ya pili. Bwana amesema raundi ya pili. Raundi ya ngapi? Ndugu zangu wa Mwanza mpaka raundi ya 4. Wewe bwana kwa nini anasema? Bwana mtoto kautaka bwana. Na moja kwa moja tunakwea pipa hadi kimataifa ambapo Liam Sini amekubali kuwa kocha mkuu mpya wa kikosi cha Chelsea The Blues, kuchukua nafasi ya kocha aliyewahi kuwa kocha wa kikosi cha The Blues Enzo Maresca ambaye ameweza kuondoka ndani ya kikosi hicho. Liam mwenye umri wa miaka 41 anajiunga kutokea RC Strasbourg ambayo iko pale nchini Ufaransa, na mpaka anaondoka nchini Ufaransa ameweza kuiacha klabu yake ikiwa nafasi ya 7 huku ikiwa imecheza michezo kadhaa pamoja na kuweza kuvuna alama. Liam ni miongoni mwa makocha ambao wanaamini kwamba atakwenda kufanya vizuri zaidi kunako kikosi cha Chelsea, kwani aliyeondoka Enzo Maresca alikuwa na performance nzuri na kuhakikisha kwamba Liam ni watu ambao wataendelea pale ambapo aliweza kuacha Enzo Maresca. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana ndani ya kikosi hicho. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini kubwa zaidi ni kwambie kwamba timu ya taifa ya Tanzania kwa siku ya kesho itaenda kuwasili nchini. Je, Mindi Joseph ataenda kuipokea ama vipi? Atakujuza. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Asante Johannes Michael kwa mkusanyiko wa habari za michezo, na umeniuliza pia kuhusiana na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars kwenda kuipokea. Mahakika ni lazima kwenda kuwapokea kwa kila ambacho amekifanya kunako michuano ya AFCON. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Langu jina naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri huu wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Tukianza kwa hali ya hewa ya usiku wa leo, ni matarajio yetu maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kukitarajiwa kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi kikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho, upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, isipokuwa katika maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Huku Mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa katika maeneo yote ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari kuwa makini na angalizo hilo. Na viashiria vya mvua vinaonekana zaidi katika maeneo ya magharibi mwa nchi kuelekea sehemu za kusini mwa nchi. Kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro. Hayo maeneo yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kukitarajiwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa Dodoma kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Upande wa Mwanza kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kilimanjaro kutakuwa na hali ya vipindi virefu vya jua. Kwa Mbeya kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi.
Arusha kutiko na hali ya vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Na mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa na tuhitimishia kipindi cha ulimwengu wa habari kwa leo. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Mimi ni Mendi Josefu.